asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakwenda moja kwa moja, mtumishi ameshaomba. Tutakwenda kusoma Injili iliyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 4. Nitaanzia ule mstari wa 17. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo hicho, akatafuta mahala palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Wakamshuhudia wote, wakistajabia maneno ya mema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu si mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana, bila shaka mtaniambia, tabibu, jiponye nafsi yako. Mambo yaliyotendeka yatendeke hapa katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amini nawaambia ya kwamba kuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilifungwa miaka 3 na miezi 6. Njaa kuu iliingia katika nchi nzima, wala Elia hakutumwa ila kwa mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidon. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaongeza andiko moja, kitabu cha Mhubiri sura ya 3, ndasoma ule mstari mmoja tu. Kwa kila jambo kuna majira yake, wakati wa kusudi chini ya mbingu. Kwa wasionifahamu, huyu mhubiri anaitwa Daudi Mahenge, anatokea pande za huko kwenye wachawi wengi. Kama umewasikia Njombe, huyu ndiye anakotokea. Bwana Yesu asifiwe. Na ubaya, mchawi akinisogelea kwangu inakuwa sio salama kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Bwana Yesu Kristo katika kitabu kilichoandikwa na Luka mtakatifu. Ukikisoma vizuri pale mwishoni, anasema, nimekuja kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hili neno ni neno la ajabu sana kwa kipindi kile, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wanajifunza miaka yote, wanapitia jumbe za manabii miaka yote. Kumbuka, huu mwaka uliokubaliwa ni mwaka wa ajabu. Tunaona mhubiri anasema kila jambo lina majira yake na kusudi chini ya mbingu. Hata kama wewe ni mkulima kiasi gani, katika mwembe hata ungemwagilia kiasi gani, kama sio majira yake, hakika nakwambia maembe haupati. Kwa nini? Kwa sababu sio majira yake. Hata ungetia mbolea kiasi gani, kama sio majira yake, maembe haupati, kwa sababu sio majira ya maembe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nakufundisha kitu gani? Yesu anasema, nimekuja kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ukikurudisha nyuma katika Torati ya Musa, huu mwaka ni mwaka wa maachilio. Wana wa Israeli waliambiwa, ukipewa mtumwa, unapomtumikisha mwaka wa 7, lazima uwe mwaka wa kumwachilia awe huru. Ulikuwa ni mwaka wa kuachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka wa kuachiliwa na kusamehe kabisa. Kama mtu alikuuzia shamba, ukifika mwaka huu lazima umrudishie mwenye shamba, kwa sababu ni Bwana wa majeshi anasema kwa taifa la Israeli. Kwanza zikapita nyakati nyingi, zikapita sabato nyingi, mwaka wa maachilio imeenda mpaka mwaka wa 50. Hii ndio ilikuwa ni kubwa kuliko. Watu mbalimbali walikusanyika katika mji ule. Yesu anasema
Siku moja anaingia katika sinagogi. Alipoingia akasimama kwenye majukwaa kama hapa, akapewa madhabahu. Anasema alipokaa ndipo akafungua Biblia, akatafuta mahala panapomhusu yeye mwenyewe, akasema, Roho Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubiri masikini habari njema, na vipofu wasiomjua Mungu wapate kuona, na viziwi wasiosikia neno la Mungu wapate kusikia, na viwete ambao kila siku wanachukuliwa na upepo wa elimu waweze kutembea wenyewe, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokusudiwa. Haya ndiyo majira yenyewe, mwaka wa Bwana uliokubalika. Halafu Yesu anasema, maneno haya mnayasikia, wokovu ni sasa. Biblia inasema wakamshangaa, inawezekaneje? Huyu si mwana wa Yusufu? Siku zote miaka mitano naye anajifunza miguuni petu, ameendelea miaka yote anaenda. Tambua, katika Biblia kulikuwa hakuna elimu kama za kwetu za elimu dunia. Walijifunza mambo ya sheria za Mungu tu. Yesu alipoingia ni tofauti walivyotarajia, kwamba mwaka wa Bwana uliokubalika ndio huu. Ni mwaka wa kuacha huru waliyefungwa. Nabii Isaya anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa, wamefichwa katika mashimo. Haya maneno anayasema Bwana wa majeshi, anayasema Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Watu hawakumwelewa Yesu na watu hawakumtambua Yesu, lakini Yesu akasema, bila shaka mtaniambia, tabibu, jiponye mwenyewe. Tulisikia zamani mambo makubwa yalitendeka kina Elia, basi yatendeke kwenye nchi yako mwenyewe. Yesu anawapatia tukio moja, anasema hata zamani zile walipoikataa kweli ya Bwana, watu njaa ziliingia. Elia aliomba mvua zisinyeshe, waliochukia Injili wakalia na kusaga meno, lakini Mungu hakumtuma Elia kwenye taifa la Israeli. Yuko mwanamke mmoja mnyenyekevu, yule mwanamke Msidoni wa Sarepta, ndio huyo Mungu aliyemtuma, nenda kakuhifadhi yule. Anakwambia pia wapo wenye ukoma walikuwa wengi. Kipindi kile ukoma ulikuwa unatengwa na jamii. Ukiwa unatokwa na damu unatengwa na jamii. Yesu yeye akikutana na wenye ukoma anamwambia, mama, saa yako imefika. Kama unatokwa na damu, msiba umeisha. Ukikutana na ukoma wako, hata kama umekaa mbali, Yesu alikuwa anasema, nenda kajionyeshe kwa kuhani kwa imani. Walitakaswa watu, lakini anasema kipindi hicho hakuna hata mmoja aliyotakaswa, ila mtu mmoja na amani, yule jemedali tu wa Shamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Saa ya wokovu ni sasa, wala sio baadaye. Yesu aliposema, Roho Bwana yuko juu yangu, amenitia mafuta niwahubiri masikini habari njema. Inahasemea habari ya masikini wa duniani hapa. Umasikini anaozungumzia ni wa rohoni, ni wa ndani kabisa. Watu wasiomjua Mungu, hao ni masikini, hata kama wana majumba, magari, maana wamjui Mungu wa Israeli. Mungu huyu tunayemtangaza, wewe ni masikini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa wakati wa Musa, watu wote dunia nzima, taifa la Israeli peke yao ndio waliopewa hii kazi. Wakamuuliza Mungu, hiyo ni kwa ajili gani na ni kwa sababu gani? Mungu anakwambia kila mtu afanye atakapompata mjakazi. Mwaka wa 7 muwe ni mwaka wa kumwacha huru, usimfanye mtumwa. Kumbuka na wewe ulikuwa mtumwa kwa Farao, ulijua jinsi utumwa ulivyo. Kwa shukuriwa Mungu, hata Zanzibari ukienda kwenye museums utakuta watu wamefungwa minyororo. Wajerumani wale wa zamani walitutawala, watu walipata mateso mengi. Utumwa sio kitu kizuri. Hizo ni biashara za utumwa. Naweza ukaudikiwa na kudai na kuchukua na kuuza, utanitumikia. Ila Mungu anasema, kumbuka mwaka wa 7 mwache huru. Mwache huru aende zake.
wala usimwache hivi hivi, mwangalie chochote aondoke nacho. Sasa huu mwaka wa Yubilei, mwaka wa Yubile ni mwaka wa 50 ambao Yesu anaingia sasa, anakuja kutibua na kubadilisha mambo. Kalenda ya Mungu mbinguni ilishasoma kwamba majira ndiyo haya, wakati ndiyo huu, wakati wa mwanadamu kumkomboa ndiyo huu. Wayahudi hawakujua, sabato nyingi zimepita, wamekwenda siku za sabato. Mwaka wa kwanza unafika mwaka wa 7, mwaka wa 49. Hebu imagine kwanza, miaka yote unakaa kufika mwaka wa 49, huu mwaka wa 50 ndio Mungu anasema ni mwaka uliokubaliwa na Bwana. Sio kwa kalenda za kibinadamu. Kwa Wayahudi kalenda zao zilikataa kwenye masikio yao, wakajiuliza huyu ni nani? Unajua watu wanaangalia yule anayeongea ni nani, wanapojua anapokaa. Labda walitegemea huyo Masihi Yesu Kristo angeshuka kutoka mbinguni kama Elia alivyopaa, hapo angempokea. Lakini walichokiona ni vitu viwili tofauti. Yesu alizaliwa kama mwanadamu. Huyu Mungu amekaa mbinguni, amepanga bajeti yake, amekaa kwenye baraza lake, akatazama duniani, nitampata vipi mwanadamu, nitamweka vipi mwanadamu huru, nifanye nini basi? Akaangalia mbingu zikanyamaza. Bwana akaona hapana, nitakwenda duniani mimi mwenyewe. Hakuna mwanadamu anayeweza kumkomboa mwanadamu, haiwezekani mwanadamu kumkomboa mwanadamu. Kumbuka Agano la Kale, dhambi za watu zilikuwa zinafunikwa. Hakukuwa kuna kitu kinaitwa neema, haikuwepo. Kwa sababu ya nini? Sio majira ya neema. Bwana asifiwe. Yalikuwa sio majira yake, ulikuwa wakati bado hujafika. Majira ya neema yalikuwa hajafika. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kinaitwa msamaha wa dhambi ulikuwa haupo. Dhambi zilikuwa zinafunikwa, ndio maana waliteseka. Kila mwaka wanakwenda kutoa sadaka ya kumbukumbu za dhambi. Mungu anasema dhambi zao ninazikumbuka mbele yangu daima. Anazikumbuka Mungu. Watu walifunika dhambi kwa sadaka za wanyama, walifunika. Lakini Mungu ashukuriwe, aliyetazama unyonge wa mwanadamu, aliyetazama unyonge wa kwako, akaona hapana, mwanadamu anateseka, dhambi ni shida. Ndio maana Biblia anasema kila jambo na majira yake. Yale majira ambayo Mungu aliyakusudia kwa mwanadamu, ndipo Mungu akasema hapana, nitashuka duniani nikampate mtu anayeita mwanadamu. Swali linakuja, utashuka namna gani? Anasema nitapita katika tumbo la mwanamke, nitazaliwa kama binadamu, nitaulizwa maswali mengi, yote nitajibu. Nitakutana na Wasabato wote, nitawajibu. Nitakutana na Mabudha, nitakutana na watu mbalimbali, nitawajibu. Imefika Yesu, kabla hajazaliwa, Mariamu anatokewa na malaika. Malaika anasema salamu uliyopewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Mariamu akashangaa, hii ni salamu ya namna gani? Malaika anamwambia, sikia, umepata neema kwa Mungu, na utazaa mwana, ataitwa Yesu, ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Mariamu akashangaa akasema, linawezekaneje neno hili? Mimi ni bikira, sijui mume. Kumbuka mabikira hawa ni watu wa zamani, ni adimu sana. Sijui mume, inakuwaje? Mungu akamwambia pale pale, je, kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, kama alivyosema Yesu, Roho Bwana yuko juu yangu. Atakapokujilia, ndipo anasema nguvu zake za aliye juu zitakufunika. Na hicho kitakachozaliwa sio kitu cha kawaida, kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu aliye juu. Nabii Isaya anasema huyo ndio Imanueli, Mungu pamoja na wanadamu. Mungu pamoja na sisi, hakae na wanadamu. Hapo ndio mara ya kwanza Mungu anakuja kuweka kiti cha enzi duniani ndani ya moyo wako wewe. Kumbuka wakati wa Musa, kiti cha enzi kilikaa katika hema la kukutania. Pale wanaongea na Bwana, ila sasa nitakaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
litakaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Kumbuka wakati Yesu anazaliwa sasa kwa Mariamu, huyu Yusufu na yeye aliwaza kwanza, huyu inawezekanaje awe na hiyo mimba? Akapanga kumtoroka Yesu, anataka kukimbia ule ujauzito. Hapana, kuita baba mdogo, hichi kitu hakiwezekani. Mungu akamwambia usikimbie, ni majira yametimia. Yalitabiriwa na Isaya kwamba bikira lazima achukue mimba na yeye atazaa mwana. Mwana huyu ataitwa Emanueli, yaani Mungu pamoja na sisi. Atakayezaliwa utamwita Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikimbie, sikia neno la Mungu hilo linavyozaliwa. Lilipozaliwa miaka 12 linaingia hekaluni, linakutana na walimu wa sheria, linauliza maswali mbalimbali. Wanajaribu kumwona huyu kijana, mbona ni mwenye hekima tofauti na vijana wote tunaowajua. Yesu alikuwa ni mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Alikuwa akitazama dunia inavyoenenda, anakutana na makahaba waliochoka. Anaangalia sheria ya Musa haiwezi kugeuza mtu ache ukahaba, kwa sababu imeandikwa mtu akifanya dhambi sharti auawe, aende akatundikwe juu ya mti, kwa sababu amelaaniwa na Mungu. Huyu kama ni mzinzi, mtoto asiyesikia baba yake na mama yake sharti auawe. Ukisha kufa umelaaniwa na Mungu wewe. Hakuna kitu kinaitwa neema ya uzima wa milele, haipo, kwa sababu majira yalikuwa bado. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja ndio Biblia inatupeleka mbali, siku iliyokusudiwa na Bwana. Kalenda ya Mungu imesoma, miaka mingi imeenda. Yesu mwanaume ndio anaingia kazini sasa, anaingia kuutafuta moyo wako. Anatembea, amekaa kwenye kile chuo cha nabii Isaya, anakisoma kwa undani. Anasema sasa majira yametimia, majira yametimia. Kwa nini afanyaye dhambi ni mtumwa wa dhambi? Kwa sababu mtumwa siku zote hana utulivu. Mwana akikuweka huru, umekuwa huru kweli kweli. Ndiyo maana ya uhuru, utakuwa huru kweli kweli. Huyu ndiye Mungu anatafuta, uhuru kwa mwanadamu, sio mwabudu kwa kulazimishwa, sio uogope sheria ya Musa kwamba itakuua. Kwa nini anamwambia yule mwanamke kwenye kisima pale, sikia mama, nikwambie, Mungu ni roho, watakao mwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu anatafuta watu kama hao. Wako wapi watu kama hao? Bwana anawatafuta. Itakuwaje huyo Mungu utamuabudu katika roho na kweli? Anasema yafaa mimi niondoke, nitakwenda kupata mateso ili kutengeneza ibada ya kwenye moyo wako. Nitakwenda kukataliwa na wakuu, nitakwenda kuuawa. Wao wakajua yes, hapa ndio tunamuua Yesu, kumbe ndio wanatimiza kusudi la Mungu. Angalia siku ya 3 mwanaume alivyochomoka kwenye kaburi, akaingiza kitu cha ajabu. Wakasema hapana, watu wao wanahubiri injili wakina nani? Mbona wanapindua ulimwengu? Petro wakamweka ndani, akachomoka. Paulo na Sila wakawekwa ndani, wakachomoka. Ni nini? Ni Bwana wa majeshi ameingia kazini kufanya mambo yasiyowezekana. Sio saa ya kusubiri maji yachemke, ni kukaa na Yesu tu. Atakushika mkono wa kuume, atakutegemeza, utafika mbinguni. Anasema nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, kama sio ningewaambia. Tutakwenda na Mungu, tutaingia kwa Mungu. Kama Elia alivyopaa, ndivyo Yesu alikuja kutimiza huo unabii. Inawezekana ujui, kwa sababu wewe ni kipofu tu. Inatakiwa uone sasa, utoke Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo unaweza kuyafanya mwenyewe yakaenda, na yako mambo hayataenda kwa sababu sio majira yake. Hata mimi sikujua kama kuna siku ningeokoka, na wala sikutambua saa ya kujiliwa kwangu. Kwa maana Yesu wakati anatoka katika mlima wa Zeituni, alipoitazama Yerusalemu akalia machozi. Yerusalemu, Yerusalemu, wewe uwae manabii kila siku unaotumwa na Mungu. Umeua wengi. Wakina Elia umepata tabu, wanakimbia milimani, wanateseka. Wengine wamekata misumeno, wengine wamechuma ngozi kama wanyama, eti wapate injili iliyo bora. Ndio maana neno la Mungu la ajabu sana. Yesu alipolitazama akalia machozi, akasema nitawatuma wengine tena, bado mtawaua. Saa inakuja ambapo adui yako atakuzingira Yerusalemu, watakujengea boma, litakuhusuru pande zote, kwa kuwa ukujua majira ya kujiliwa.
hukutambua wakati wako. Laiti ungejua saa ipasayo amani, ni leo ungeokoka, lakini yamefichwa machoni pako. Saa inakuja utakapotamani neema itakuwa imefungwa. Kila jambo lina majira yake, kila jambo lina majira yake. Mlango wa neema kwamba sio wakati wote kama miti mingine unavyoiona. Hii ni ya kitambo. Neema ni ya muda. Majira ya neema ni sasa. Yesu amekuja kuleta neema sasa. Anamwambia Yeremia, saa imefika. Ninajua mawazo ninayowasia wanadamu, nina wazo mema tena ya amani kwa mwanadamu. Nitaandika sheria mpya moyoni mwake, nitaiandika kwenye kibao cha moyo wake. Hawatasema tena njoo mjue Mungu, watanijua wote. Kwa nini? Kwa sababu nitaandika sheria ndani ya moyo wa mwanadamu. Sio kama ya Musa iliyokaa kwenye sanduku. Ni sheria ambayo inakuendesha wewe ndani yako. Ni ajabu ambayo haijawahi tokea. Sio kwa uwezo wako, hapana, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hiyo sheria ndio itafanya kazi. Unaweza ukalijua neno halafu ni mzinzi, unaweza ukalijua neno halafu ni mlevi, ila Bwana akikupa Roho Mtakatifu yote yanawezekana kwa imani. Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Kwani hujakutana na watu wanalijua neno ni wazinzi? Unajua kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu hakiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke wa Sarepta Sidon, Mungu aliona huyu ni mwenye moyo unyenyekevu, na huyu na amani alitakaswa ukoma, sio kwa sababu ya ujemedari aliyo nao. Ni nini? Ni vile alivyomtii nabii Elisha, ni vile alivyomtii kwamba kajichonge mtu arudi ni mara 7. Alipotii neno la Bwana likampa baraka hapo hapo, ukoma ukatakaswa. Tambua, ukoma sio kitu cha mchezo. Watu walitengwa na jamii, watu waliishi kwa shida, watu waliteseka, walikuwa wanakaa mbali. Unapomsogelea yeye anapiga kelele, mimi ni najisi. Sasa unasemaga tu vitu, wanyama wengine ni najisi. Mungu wakati umesahau kwamba binadamu ndio najisi, sio mnyama. Kumbuka wakati wa Nuhu, Mungu alipotaka kuiangamiza dunia, kuongea na mnyama, aliongea na Nuhu, nitaua ulimwengu wote pamoja na vitu vyao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anakutazama wewe. Mungu anapoangalia ufalme, anaangalia kiti cha enzi, nani amekaa pale, wala sio kitu chochote. Anaangalia mtawala, kwa sababu Mungu alipoumba dunia, yeye alisema namweka mwanadamu aende akatawale na kumiliki vyote, kana kwamba ni Mungu anatawala. Yaani wewe umekaa kwenye nafasi ya Mungu, nenda kamiliki na kutawala vyote vya duniani pale. Kumbuka dunia imeumba siku 6, ya 7 ndio siku ya 7 ya kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Ipo siku ya kupumzika, sio hii Sabato unaijua wewe leo. Kama ni hii, Yesu anasema mimi ndiye Bwana wa Sabato. Usifanye Sabato kuwa ngumu kwenye maisha yako. Siku 6 fanya kazi, ya 7 pumzika. Walipewa hiyo sheria, kuna maana kwamba binadamu ni mlafi. Binadamu ni mlafi. Hata hali haipumziki, hawezi kutoa muda wake kumtafakari Mungu. Akasema siku ya 7 Bwana nilipoumba dunia nikapumzika. Lakini leo Mungu akaiweka Sabato. Yesu akatokea, wakina Petro wakawa wanavunja desturi za Wayahudi. Yesu akasema msihukumu hawa, mimi ndio hiyo Sabato. Mimi ndio hiyo Sabato ambayo unaijua wewe. Wewe uliumbwa ili muabudu Mungu, sio muabudu Sabato, kwa sababu anayepumzika ni yule aliyefanya kazi yake, amemaliza. Kwa maana Biblia katika Mwaebrania anasema imesalia la ya Sabato kwa wana wa Mungu, ndio wale watakaoshinda. Tena kuna pumziko yako. Mateso unayapata leo, ipo siku utasahau. Kuna majira ya kulia, kuna majira ya kucheka. Kuna wakati leo watu watakusomea, lakini kesho watakushangilia. Upo wakati wa kuzaliwa, tambua una wakati wako wa kufa. Kila jambo na majira yake.
Unapoishi jua, leo nimezaliwa, kesho nakufa, leo nimefanikiwa, kesho nakuwa masikini. Kila jambo na majira yake chini ya mbingu. Na leo ni wakati wa neema, kesho neema inafungwa. Utalia na kuomboleza, utasema heri ningesikiliza ule mkutano. Aibu yako ndio inayokuponza. Umejiwekea kamba kwenye shingo. Unajua unapokula hizo fedha za mali ambazo mikataba, inawezekana kuna wakati unaona kama upo salama hivi. Umesahau ng'ombe anayokaa kwenye machinjo, huwa anakaa akishtukia shoka. Wewe tu unajua ni amani tu. Ushtuki kwamba kuna watu wanateketea. Ushtuki kwamba kuna watu wanakufa. Na sauti ya Bwana inalia. Bwana anapiga kelele kwamba njoo kwa Yesu. Kwa maana Yesu anaingia, anasema tubuni na kuiamini Injili. Yohana Mbatizaji anasema tubuni na kuiamini Injili. Hata watumishi wanaingia, tubuni na kuiamini Injili. Tubu na kuiamini Injili. Njaa inakuja sio kukosa chakula. Utakosa kuyasikia haya maneno ambayo leo unayasikia. Kila jambo kuna wakati wake. Kila jambo lina majira yake. Kwa maana Yesu kwenye kitabu cha Luka anasema, ole wako wewe unayecheka sasa, kwa maana baadaye utalia. Utalia na kusaga meno. Utakumbuka ya maneno yote niliyokuwa nakwambia siku hii ya leo. Kijana, utaona aibu leo, lakini kuna siku utasema heri ningejifanya chizi. Yaani heri ningejifanya chizi kwenye ile dunia. Unamwonea aibu mtu ambaye hamjazaliwa wote. Unamwonea aibu mtu ambaye humjui. Wewe unamwonea aibu mtu kama huyo. Yesu akasema wazi, mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu, na mimi nitamwonea haya siku ile mbinguni. Utaonekana upo uchi, kwa sababu wewe ni kipofu, uoni mpaka sasa. Utasimama uchi, utaonekana mbele za Mungu. Kama vile Adam na Hawa walivyokaa wanajificha kwa Mungu, ndivyo watu watakavyokimbia uso wa Mungu. Siku ile mbaya kabisa ni kwenye ziwa la moto. Utajifanyisha kuni. Kadri unavyofanya dhambi ndio utalipwa hivyo hivyo. Kadri unavyofanya dhambi unajichochea mwenyewe. Yaani unajibebea lifurushi likubwa. Kuna wengine ni magogo ya jehanamu hapa. Utateketea milele na milele. Utasaurika huko. Utakapolia na kusaga meno. Utakapolia mle kwenye moto. Unajua zamani nilikuwa najua kuna hukumu kubwa na ndogo. Kumbe hicho kitu hakipo. Hukumu ni hukumu tu. Moto ni mmoja, mapigo ya kila namna. Sasa chupa moja ya konyagi na kukosesha Yesu. Halafu namsema Yuda alimuuza Yesu. Hata wewe unamuuza Yesu. Hata wewe unamuuza Yesu. Unapoutoa mwili wako kufanya mwili wa ukahaba, unamuuza Yesu. Yesu alikuja kufa, katundika mwili msalabani. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa mtu yule aliyetundikwa msalabani. Yesu aliyekubeba laana za ulimwengu. Hakuna dini, hakuna desturi, hakuna chochote. Yesu akabeba laana zako, akazipigilia pale, kwamba usitumikie mwili tena. Kuanzia sasa Mungu ni roho. Haleluya, haleluya. Alizitundika laana, alifanyika laana kwa ajili yako. Sio kazi ndogo kumbeba mwanadamu. Yani ndio maana Ayubu anasema hivi, katika uchafu ni nani anayeweza kafanya kitu kitoke kisafi? Kitu cha kawaida haiwezekani. Na haipo hiyo. Wewe binadamu ni mchafu, ni mchafu tu. Umezaliwa mchafu hivyo hivyo. Umezaliwa mwenye dhambi hivyo hivyo. Lakini ashukuriwe Mungu wa majeshi. Ashukuriwe Mungu aliyekuhifadhi. Daudi anasema heri aliyosamehewa dhambi leo na kusitiriwa makosa yake, kwa sababu utamuona mfalme kwa uzuri wake. Utamuona Mungu mbinguni kwa uzuri wake. Leo unalia, lakini kesho utacheka. Yuko Yesu anayesema nitakufuta machozi. Nitakufuta machozi mwanadamu. Uliteseka duniani, njoo mwanangu nikukumbatie. Ulipata shida, ulinitangaza Injili. Walikutukana, walikudhomea, walikufyonga, wakasema maskini huyu, rafiki zake ni makahaba. Walikufanyia yote anayotaka, lakini nataka nikwambie siku ile utafurahi na Mungu. Kwa
kwenye jiji la mbinguni, utatembea na Mungu. Jiji la dhahabu, umekaa kuzuri, malaika watakukumbatia. Umeshinda dunia ile yenye ukahaba, dunia ile yenye ushoga, dunia ile yenye uzinzi, majaribu kwenye ndoa. Huyu ndio Bwana wa majeshi aliyesema kwa Petro, malango ya kuzimu watalishinda kanisa kwenye dunia hiyo. Sijui kama unaelewa anaposema malango ni mengi. Ukikutana na binti amevaa nguo ya mpasuo, hilo ni lango la kuzimu, linatafuta nafsi ya kijana ya thamani imeze. Kuna watu wengine sio kondoo, ni mbuzi. Mbuzi huwa hazisikii hata mhubiri. Ndio maana Sulemani anasema kwenye Mithali, mpumbavu hata umpange kwenye tendo, mpumbavu haumtoki. Kwa sababu ni mpumbavu. Lakini Yesu anapoingia kwako, anaondoa upumbavu, anabadili asili ya mwili, anakuwa Mungu ni roho. Hapo ndio watasema alikuwa ni kahaba, leo ni mtumishi. Alikuwa ni kahaba, leo ni mwimba kwaya. Watu wataulizana, huyu ni nani? Ona alikuwa hivi, mwingine alikuwa vile. Nini? Mungu amebadilisha kila kitu. Huyu ndio Yesu tunayemtangaza, anahifadhi maisha mwanadamu. Kwingine kote ni ubatili, utaliwa na kutu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Warumi kuna bosi moja ni mbaya sana. Wanasema bosi mwenyewe ni huyu dhambi. Dhambi inakutumikisha, halafu badala ikulipe mema inakulipa mshahara wa mauti. Laiti ungejua huu mkataba usinge saini, kwa sababu ni mwajiri mbaya. Anakutumikisha, unakuwa mwaminifu, matokeo yake anakuchinja. Na watu hawajui huyu tajiri ni mbaya, anakulipa mshahara mzuri. Mshahara wako ni mauti, lakini bado umesaini mkataba bila kujua. Ila mkataba wa kukaa na Yesu, huu ni mkataba tofauti na mkataba wa Musa aliyokaa kwenye mwili wako. Yeye Yesu anaingia ndani leo mlangoni kwenye moyo, anasema nabisha, ukisikia sauti yangu fungua moyo wako, nitaingia kwako, nitafanya makao, nitakukaribisha kwenye uzima, nitakukaribisha kwa Baba yangu juu mbinguni. Maisha ya duniani kidogo, kisha uzima wa milele. Tutasahau yote. Haleluya. Simama kwa miguu. Wako marafiki wengi unao, lakini rafiki wa karibu na tabibu ni Yesu. Unaweza ukanipigia simu mimi au ukampigia mchungaji wako, hapa naumwa niombee. Mchungaji anaweza akawa na watu wengi, lakini Yesu akakukumbuka hapo hapo. Unaweza ukaniambia nikumbuke leo kuniombea usiku wa leo, nisikuombee, mimi ni mwanadamu. Lakini Yesu ukimwambia Baba niko hapa na kusaidia, yeye anakuona wewe popote ulipo. Kama Daudi anasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, kwa sababu siwezi kujificha mbele ya Mungu. Hakuna dhambi ambayo utafanya haitajulikana. Hizi nyumba zimefunika mengi, zimefunika mengi, lakini kuna watu wanateseka. Wao wanaona ni sawa, lakini ni watumwa wa dhambi. Dhambi zinawatumikisha, zinawaamsha mpaka usiku wa manane, nenda pale, ingia kule, zinakuamsha. Kwa dakika chache ambazo ninazo, natamani niende kuomba watu ambao wanamhitaji Yesu. Wengine wote tuinamishe vichwa chini, wote tuinamishe vichwa chini, wote tuinamishe vichwa chini. Waimbaji, naomba sauti ya chini. Yule anayesema anamhitaji Yesu, naweza ukanyosha mkono wako hapo ulipo. Yesu anakuona, anasema ninajua mawazo ninayokuwazia wewe ni mawazo mema, tena ya amani. Shetani hakuwazii mema na wala hakupendi.
Kama angekupenda asingemtwisha mama yako ulezi. Angekuwa nakupenda leo usingekuwa kama ulivyo. Naweza ukainua mkono wako tu, inamisheni vichwa hivyo, msinyanyue vichwa. Namtaka leo nyanyua mkono tu, anayemtaka Yesu. Mungu akubariki mama, karibu. Karibu sana. Na mwingine anayesema Bwana, hata mimi napitia shida, napitia mateso, ninamhitaji huyo Yesu. Njoo nitakwenda kuomba na ninyi. Kila kifungo kitakuachia hapo hapo, kwa sababu Yesu amesema, Bwana amenitia mafuta waliofungwa wapate kufunguliwa. Haya mafuta yanayohubiriwa leo, kesho utayaona. Kesho utakutana na injili tofauti na leo. Njoo. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Hata kama uko mbali na kuita njoo, usiogope, endelea kuinamisha vichwa hivyo hivyo. Naomba msiinue vichwa. Nataka hawa ndio wenye thamani. Hawa ndio wazuri kwa Yesu. Njoo. Njoo, tumeweka injili, tumetumia gharama kwa ajili yako tu. Sio kwamba tunavyo vingi, hatuna chochote. Tulicho nacho ni Yesu peke yake. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Zama ya kale yamepita, umekuwa mpya. Umekuwa kiumbe kipya kabisa. Hapo unafanyika mtoto wa Mungu. Basi kwa kuwa Yesu yuko na hapa leo, fatisheni sala hii. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia habari njema leo. Ninakuja mbele zako. Futa jina langu kwenye kitabu chako cha hukumu. Andika upya jina langu kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, kuanzia sasa namkataa shetani na kazi zake zote. Namkataa shetani na mambo yake yote. Kuanzia sasa nifanye kuwa mwanao, na ninaahidi nitakutumikia wewe siku zote za maisha yangu, kwenye dhiki na kwenye raha. Asante Yesu kwa kunisaidia. Asante Yesu kwa kunisaidia. Basi sogeni hapa mbele tena, sogeni kidogo hivi. Tutakwenda kuombea. Wachungaji karibuni. Wachungaji karibuni, tutaenda kuomba kwa ajili ya hawa. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mtakatifu mwenye enzi yote, mwenye uzima, wewe ni Mungu pekee zaidi ya kwa kuna mwokozi. Jina la Yesu, kila kifungo ambacho wamefungwa watu, jina la Yesu, ninafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mamlaka ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili yako leo, ikanene mema ndani yake. Jina zote na vifungo vyote, natangazia mateka huu wako. Sina roho zote hizi za giza, chao za mlezi, pango ya shetani, hati maeneo ya giza na giza, pepo ya kuchelewesha, piga kila nguvu za giza, vunja roho zote, teketeza kwa moto, Yesu ya giza, Yesu, teketeza, vunja, giza, teketeza mifumo yote, hiyo mateka, leo sio salama, vunja kwa jina la Yesu, toka shetani ndani ya mwili huu, ama ndani ya mwili huu, pepo iliyokaa kwenye kifua, pepo iliyokaa kwenye macho, toka wewe tamaa, toka wewe mauti, chini mahala, chini makata, chini maibona, chini ya nisanifu, toka na wame, tia kijana wisi, toka kwenye mwili huu, toka na wende, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, misha kwa jina la Yesu, toka na uchawi, misha kila mzanda, kila ya wakima, roho zote mwenye,